inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, vitu vingapi? Ndio ile tunasema kullillah wa ila Allah wa ma'a Allah tunsar binasrillah. Inna salati, swala zangu zote za fardhi na za sunna, wa nusuki, na matendo yangu yote ya kwenye hija na umra, ya wajibu na ya sunna, wa mahyaya, mpaka mishemishe zangu za kimaisha. Ni ukiniona mimi nauza nguo, nauza ndimu, ndio mahyaya, kila ninachokifanya katika mishwar. Wa mamati, mpaka kifo changu lillah. Mungu amemwambia bwana mtume aishi hivyo, usife unashangilia goli la kona la kichuya. Wa mamati, mpaka kifo chako ufe kwa sababu ya Allah. Wewe mtu wa dini, mwalimu, unasema utaki kurogwa. Wa mamati, kufa kwa ajili ya Allah. Asina maana uwachokoze watu makusudi. Hiyo sijasema hivyo, usinielewe vibaya. Adabu ni alama, au wanasema wenyewe ilikuwa ndio shiaru ya salaf. Adab wal akhlaqu al hasana shiaru salafi salih, ilikuwa ndio logo, nembo ya salafuna salihun. Kwa hiyo sisi tunaowapenda masahaba wa bwana mtume pamoja na matabi na wengine tukaamua kujiita kwamba sisi ni masalaf, basi ujue kitu cha kwanza kabla ya kuiga chochote tuige nini? Ile logo yao, tabia njema. Huwezi kuwa salafu alafu una mitusi. Huwezi kuwa salafu alafu unatukana watu na kudhalilisha watu. Mtume anaaga katika khutbatul wadai, katika jumla vitu alivyovitaja muhimu vitatu vya kwanza: mali zenu, haramu mtu kuchukua mali ya mtu mwingine katika hijjatul wada. Maisha yenu, tatu alisema nini? Wa a'radakum, heshima zenu. Huwezi kuwa salafu unavunja heshima za watu, we muuni kama wauni wengine. Huwezi kuwa salafu. Mtume katika hijjatul wada anaongea mpaka anafika wakati anasema Allahumma fashhad anni qad ballaghtu, Mwenyezi Mungu shuhudia nimefikisha ujumbe. Mali zenu, damu zenu, heshima zenu ni haramu kwa huyu na yule. Isitokee mtu kupora mali ya mwingine, isitokee mtu kumwaga damu ya mwingine, isitokee mtu kuvunja heshima ya mwingine. Unajita salafu, unatukana watu, unadhalilisha watu.